Vodacom wiki hii ndo ametoa 2025 preliminary results. Na mwaka wa Vodacom unaisha tarehe 31 March. Ila kwenye ripoti yake huwa anaita ni ripoti ya 2025 results. Lakini ni kuanzia April 1st mwaka jana mpaka 31st mwaka huu. Kwa hiyo ametoa preliminary results na siku ya leo alikuwa na unaita investors call kuanzia saa 8 mchana ambako Besimil ambao ni CEO wa hii kampuni alikuwa na present matokeo haya ambayo ni preliminary. Na Vodacom kama mnavyojua ni kampuni pekee ambayo iko listed kwenye soko la hisa ambayo iko sokoni tangu mwaka 2017. Kwa mwaka wake wa kwanza ikiwa PLC mliishia mwaka 2018 March. Kwa hiyo hii ni summary ya revenue composition kwa wastani kwa hiyo miaka 8 yote iliyopita. Kwa utaona jinsi gani ambavyo revenue zake zimesambaa, ambako kwa wastani kuanzia hiyo miaka yote M-Pesa revenue ndo sehemu kubwa. Kwa unaweza ukasema benki ndani ya Vodacom ndio inaleta revenue kubwa zaidi, ikifuatiwa na mobile data, wakati mobile voice revenue ndio inafuatia ya tatu. Alafu hapo kwenye others ndio ziko nyingine zote, kuna service revenue, kuna hizi za kuuza, kuna baadhi ya gadgets wanaziuza, kuna hata zile SMS zote ndo zinaingia kwenye others. Lakini main revenue drivers za Vodacom au makampuni mengi ya telcos ni mobile data, M-Pesa revenue na mobile voice revenue. Hii ni summary ya miaka 8 iliyopita, hii ndio revenue composition.